Mheshimiwa Spika, naomba nikushukuru kwa kunipa nafasi ili nami asubuhi ya leo niweze kuchangia machache kuhusiana na hoja iliyo mezani, hoja ya mteule wetu kwa maana ya kaka yangu Ndejembi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya kambi ya wachache walioko bungeni, naomba Mheshimiwa Spika nimpongeze na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo ameweza kumpendekeza kaka yetu Ndejembi ili aweze kwenda kumsaidia na kuwa ni sehemu ya mafanikio katika uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, mimi kama Agnesta Lambert Kaiser nitakwenda kumwongelea kaka yetu Ndejembi kwa vile ninavyomfahamu ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana kwa undani kabisa nimemfahamu kakaangu Ndejembi ndani ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa Spika, kwa uchache kabisa niseme tumempata au tunakwenda kumpata makamu wa rais ambaye ana sifa na vigezo vyote vya kumsaidia Mheshimiwa Rais, lakini pia kuwasaidia wananchi wote kwa maana ya bara na Zanzibar. Mheshimiwa Spika, kaka Ndejembi ni mtu ambaye tangia nimekuwa katika bunge hili lililopita na la sasa, niseme ni kiongozi mwenye upendo, ni kiongozi anayeunganisha zaidi badala ya kugawa, na hata mimi kama mpinzani nadiriki kusema kwamba kaka Ndejembi hajawahi kabisa kuonyesha utofauti hata wa masuala ya vyama vya siasa. Zaidi sana amekuwa akituchukulia wote kwamba ni wanataifa moja, na hivyo nipende kumtakia kila laheri kakaangu Ndejembi, nikiamini kwamba ule upendo, mshikamano, kusaidiana sisi kwa sisi hakutaisha kwa vile unakwenda kuwa makamu wa rais, lakini sasa utakwenda kuzidisha na zaidi kwa sababu unakwenda kuishika nafasi kubwa, nafasi ya namba 2 ndani ya nchi yetu hii. Mheshimiwa Spika, kwa machache kabisa naomba niseme mimi mwenyewe nitakwenda kuipiga kura ya ndio kumdhibitisha kakaangu Ndejembi kwa makamu wa rais. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniona, nikutakie kila laheri kakaangu Ndejembi, na tutaendelea kukufanyia maombi, kukuombea ili uende kuwa baraka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Bunge, ukikaa hapa unaona kila mtu, nani anafurahi, nani kachukia, nani ana huzuni, na mimi naandika wote wale naona. Leo cha ajabu si Grada Mligo kapiga makofi. Hii inaonyesha chaguo hili ni chaguo la Mungu kweli. Mheshimiwa Bashe, jiandae. Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia na kuunga mkono hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kufika siku ya leo. Lakini la pili, Mwenyezi Mungu hupitisha jamii kwenye nyakati mbalimbali kwa sababu maalum na kwa malengo maalum. Mwaka 2008 baada ya uchaguzi wa Baraza Kuu na mkutano mkuu wa Umoja wa Vijana uliofanyika Dodoma, miongoni mwa wajumbe wa Baraza Kuu walioteuliwa na ndugu Hamadi Masauni kuwa wajumbe wa Baraza Kuu alikuwa ni Mheshimiwa Deo Ndejembi, Mheshimiwa Njalu, Mheshimiwa John Nchimbi, Mheshimiwa Januari Makamba pamoja na mimi ndio tulioteuliwa na ndugu Hamadi Masauni kuwa wajumbe wa Baraza Kuu. Wengi wetu tunamfahamu Deo, na naamini kuwa jina la mzazi ndio limekwisha leo. Baada ya kura sasa sio mzazi, atakuwa na mamlaka makubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Lakini la pili, tunamshukuru Mheshimiwa Rais
kwa kuendelea kuwaamini vijana wanaotokana na Jumuiya ya Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, pamoja na historia ya Mzee Ndejembi, lakini Deo ni zao la Chama cha Mapinduzi. Ni mtu aliyetokana na CCM na siye aliyepitia CCM. Kwa hiyo anafahamu misingi ya chama hiki, anafahamu dhamana ya chama hiki iliyopewa, anafahamu wajibu wa chama hiki kwa taifa hili, na anafahamu na amelelewa kwa misingi ya kuheshimu viongozi na walio juu yake. Tumeishi naye leo zaidi ya miaka 16, 17. Deo ndiye mjumbe mojawapo wachache ndani ya Baraza Kuu. Pande mbili zinapokuwa zinavutana, alikuwa na uwezo wa kukutana na pande zote na zote kusikiliza. Ombi letu, hatuna wasiwasi juu ya uwezo wake, hatuna wasiwasi juu ya tabia yake, kama alivyosema Msukuma, ya kutokupiga shoti wenzie. Hatuna mashaka juu ya nidhamu yake, hatuna mashaka juu ya exposure yake. Ana historia ya private sector. Ninalo jambo moja ambalo nataka niliseme kwenye bunge hili. Mwaka 2015 Deo aligombea ubunge na kura zikapigwa. Nataka niongelee swala la uvumilivu, na matokeo yake mkononi. Akaja kunywa chai Dodoma hoteli yule pale. Matokeo yaliyotangazwa Chamwino sio yale alionayo mkononi. Na halmashauri kuu na kamati kuu ya chama ikamteua aliyetangazwa. Deo alikusanya mizigo, akasema alhamdulillah, narudi zangu, nasubiri maelekezo. Akakaa akasubiri, akaja akapata UDC. Mwenyezi Mungu humwandikia mtu kadari yake. Jambo moja la msingi, tumpe ushirikiano. Amepewa dhamana kwenye nyakati ngumu na tofauti na nyakati zingine zozote katika nchi yetu. Anahitaji kupewa moyo, anahitaji kupewa support, anahitaji kuombewa. Mheshimiwa Spika, kura hizi tutakazompa leo, ambazo mimi sina mashaka, kura hizi, moja ni kumpelekea ujumbe Mheshimiwa Rais kwamba tumemkubalia ombi lake na kumhakikishia kwamba tutampa sapoti msaidizi wake ili aweze kufanya naye kazi na kumpatia Mheshimiwa Rais. La mwisho, nataka niwaombe Watanzania. Taifa letu limetoka kwenye changamoto kubwa sana huko nyuma. Tuna taifa moja. Tuunganeni sote kuwaunga mkono viongozi wetu ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazokabili taifa letu. Kila nyakati hupitia changamoto zake, na kila nyakati Mwenyezi Mungu huwapatia viongozi wake. Tuwape sapoti viongozi wetu ili tukabiliane na changamoto za taifa letu, tuweze kujenga taifa moja. Hatuna Tanzania ingine zaidi ya hii, na leo Tanzania hii Mwenyezi Mungu ameandika kwamba rais ni Samia, makamu wake ni Deo Ndejembi kuanzia baada ya kuapishwa. Kwa Spika, sisi kama wabunge na bunge lako tukufu, hatuna mashaka na Deo. Tumeishi naye mtaani,
akiwa hasla, akiwa raia wa kawaida, akiwa anajitafuta, akiwa kwenye makampuni ya Telecom, akiwa mtaani, akiwa mjumbe wa baraza, akiwa anatamani ubunge wa Chamwino, ameukosa, amekuwa DC, amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, na leo kadari ya Mwenyezi Mungu imeandika awe makamu wa rais wa nchi yetu. Hatuna mashaka naye. Tuunganeni sote kulijenga taifa hili, tushirikianeni, tusaidie viongozi wetu kurudisha umoja na mshikamano katika taifa hili. Tunahitaji taifa lililo moja. Mheshimiwa Spika, naunga mkono. Asante sana. Asante Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kutoka kwenye mizizi ya moyo wangu, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kutoa neno katika kumwelezea makamu wa rais mteule kaka yangu Deogratias Ndejembi. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa ninataka nilipe taarifa bunge lako tukufu na Watanzania wanaotufuatilia katika jambo hili leo asubuhi ya leo. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali 19:21 linasema, mnayo mipango mingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Mheshimiwa Spika, nataka nikuhakikishie Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amelipa bunge lako heshima kubwa iliyotukuka. Kwanza, rais angeweza kumtoa makamu wa rais nje ya bunge hili na bado tungempitisha, lakini kitendo cha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumwamini mbunge mwenzetu na kumteua kama makamu wetu wa rais linalithibitishia taifa letu beyond reasonable doubt kwamba Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama mnyenyekevu anayewapenda vijana wa taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Spika, uteuzi wa kaka yangu Deo Ndejembi hauwezi kuachwa bila kutambua na kuthamini commitment kubwa rais wetu alionayo na imani kubwa alionayo kwa vijana waliolelewa kwa malezi ya unyenyekevu, uadilifu, uzalendo, uchaji Mungu na kulipenda taifa kama alivyodhihirisha rais kwa kaka yangu Deo Ndejembi siku ya leo. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kuwaambia Watanzania wanaotufuatilia na kutusikiliza kwamba taifa letu kwa uteuzi aliofanya rais, nchi yetu imepata kijana mwenye kaliba ya kuwapenda watu sana. Mheshimiwa Spika, taifa letu limepata kaliba ya vijana wanyenyekevu na wanaojishusha, vijana wakarimu na wapenda watu sana. Mheshimiwa Spika, ukiachilia mbali rekodi ya unyenyekevu, uzalendo na upendo wa makamu wa rais mteule, nataka Watanzania wajue Deo Ndejembi ni kijana mchapakazi mwenye commitment ya uzalendo kwa nchi yake. Mheshimiwa Spika, dunia ilipokuwa inapita kwenye misukosuko ya gharama za mafuta kupanda, ni kijana huyu Deo Ndejembi alisimamia serikali kuhakikisha shirika letu la TBDC linapata uhakika wa kupata mafuta katika taifa kwa kipindi chote ambacho dunia inapita katika misukosuko mingi. Mheshimiwa Spika, ni kwa uzalendo huo wa kijana huyu ameweza hata kuling'arisha taifa, uwezo wake wa kuliwakilisha taifa hata katika midani za kimataifa. Deo anapokuwa nje ya nchi, mnaona uwakilishi wake na utulivu wake, namna anavyoliwakilisha taifa letu. Na Mheshimiwa Spika, ninaomba nitamke neno hili, na wakati mwingine nikiwaambia humu watu mimi ni mtumishi wa Mungu, wengine wanafanya masiala. Nataka nikwambie Mheshimiwa Spika, miezi miwili iliyopita mimi Mungu alizungumza na mimi na nilimpigia simu Deo
na nilimtumia message Deo Ndejembi, yuko hapa. Nilimwambia kuna jambo Mungu anakwenda kukufanyia, nimefunuliwa na Mungu. Yuko shahidi, atatoa ushahidi. Nilimtumia ujumbe, na Deo, kama ninasema uongo utathibitisha. Nilimtumia ujumbe ya kwamba Mungu amezungumza na mimi, nimekuona unapanda kwenye red carpet. Mheshimiwa Spika, nataka nikuthibitishie uteuzi wa Deo Ndejembi, kwa sababu mimi ni mpakwa mafuta wa Bwana, umetoka kwa Bwana mwenyewe. Nenda kamtumikie Mungu. Nafasi uliopewa kaka Deo imetoka kwenye mboni ya jicho la Mungu mwenyewe. Rais Samia ametumiwa tu na Mungu kukuendozi wewe kuwa msaidizi wake. Na neno langu la mwisho kwako kaka yangu Deo Ndejembi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kama alivyosema kaka yangu Hussein Bashe, taifa letu limepita kwenye misukosuko mingi. Rais wetu ameonyesha utulivu mkubwa kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa moja. Mama huyu amepigwa mishale mingi, ameendelea kutulia na kuhakikisha anasimamia katiba na kuwatunza Watanzania. Rai yangu moja kwako Deo, nenda ukamfanye rais wetu apate utulivu. Nenda ukamfanye rais wetu awe na matumaini makubwa ya kutekeleza ahadi tulizozitoa kwenye kitabu cha ilani ya kuwatumikia Watanzania na kuwaletea maendeleo. Watanzania wanasubiri barabara, Watanzania wanasubiri maji, Watanzania wanasubiri umeme, Watanzania wanasubiri miundombinu. Nenda kamsaidie rais, na sisi wabunge wa Chama cha Mapinduzi tunakupa ahadi moja: tutakuwa wanyenyekevu kwako na kwa rais na kwa waziri mkuu. Tutakuwa wanyenyekevu kwa nchi yetu, na ninataka nikwambie, narudia tena, nilisema hapa, Rais Samia kwa mapenzi na kwa ulinzi wa Mungu wetu wa mbinguni atamaliza kipindi chake salama, atalivusha taifa letu salama, na sisi wa Tanzania tutaendelea kumwombea rais wetu na kumtia moyo. Mungu mbariki rais wetu, Mungu libariki taifa letu. Mungu ongeza uzalendo kwa Watanzania, tulipende taifa letu. Hatuna mama mwingine zaidi ya mama Tanzania. Mungu akubariki kaka yangu Deo Ndejembi, neema ya Mungu iendelee kuwa na wewe. Wapigwa magoti na wapako mafuta wa Mungu, tutaendelea kumlilia Mungu katika uso wake, akutunze na kuimarisha serikali yetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Asante sana. Amen. Mheshimiwa, tuna orodha ndefu kidogo na muda unakwenda, na Mheshimiwa Deo ana majukumu, akitoka hapa tu anaanza majukumu. Kwa hawa wengine niwaombe tupunguze kidogo muda kidogo, ili tuweze kwenda na zoezi lenyewe, ili tuweze kumkamilisha, ili aende majukumu mengine. Sasa namwita Mheshimiwa Ali Kingi ajiandae. Mheshimiwa